pia hii misuli ya nyuma. Nikifanya hayo yote, basi ninafika katika nafasi ya kunyoosha viungo. Kunyoosha viungo unaweza ukanyoosha ukiwa umesimama au ukiwa umekaa ama kwa kulala. Sasa hapa nita straight kwa kusimama. Kwa hiyo kwa sababu miguu ndio imefanya kazi sana, naanza stretching kwa kunyoosha misuli hii lakini na mgongo. Kwa hiyo nitashika hapa chini na nitatulia mpaka nisikie naumia. Tahesabu 1 mpaka 20. Nikimaliza hapo nitanyoosha mguu. Hili pia linasaidia balance, kusimama kwa mguu mmoja. Nitatoa, nitanyoosha nyuma, nitanyoosha pembeni, nitanyoosha mbele, nitashusha, nitafanya na upande mwingine. Nikimaliza nitanyoosha mikono. Hapa natengeneza ukinzani hapa. Nitanyoosha na huu. Nikimaliza nitanyoosha vidole. Nitanyoosha vidole. Nitanyoosha na vidole tena. Nikimaliza nitarukaruka kidogo hivi, nitajistretch, nitasawazisha tena mwili kidogo. Nikimaliza nitajinyoosha tena upande huu. Nitageuka hivi, tarudi upande huu, nitajinyoosha hivi. Nikimaliza nitanyoosha shingo kwa sababu natumia simu na ninatumia laptop. Kuna changamoto ya maumivu ya shingo kwa watu wengi siku hizi. Kwa hiyo nitanyoosha shingo. Ninapofanya hivi ninatengeneza ukinzani. Nitanyoosha na hivi. Baadaye nitasawazisha kushoto, nitasawazisha kulia, nitalaza, nitasawazisha mabega yangu. Nitamshukuru Mungu wangu. Na dakika zangu 30 za mazoezi nitakuwa nimemaliza. Sasa, je, mazoezi yanawezekana au hayawezekani? Mazoezi lazima uwe na hela nyingi. Bajeti tu ya hivi vidude hapa unavyoviona hata laki haifiki. Sasa hebu kagua simu yako ni ya shingapi? Hivi hata laki havifiki. Alafu laki nimevipendelea sana. Gharama yake ni ndogo sana. Ni ndogo sana. Labda nikijumlisha na nguo na viatu ndo naweza nikafikisha laki kupata hivi vitu vyote ambavyo nimefanyia mazoezi. Sasa ashumu unaishi namna hii na unafanya hivi kila siku. Utapunguza uwezekano wa kupata kisukari, utapunguza uwezekano wa kupata magonjwa ya moyo, utakuwa na uzito mzuri, utakuwa na uwezo mzuri wa kustahimili. Hata COVID ikija, unajua unapofanya mazoezi pia unatanua uwezo wa mapafu. Kwa hali ya kawaida, huwa tunapokuwa tumekaa tunatumia sehemu ndogo sana ya mapafu yetu. Lakini unapofanya mazoezi una expand ule uwezo wa mapafu yako kufanya nini? Kukusanya hewa. Na ndio maana hata COVID iliwaathiri watu wengi ambao wamekaa tu, hawapendi kujishughulisha, na nilihudumia baadhi ya watu wa namna hiyo. Lakini wale ambao walikuwa physically active, corona haikuwapa shida kwa sababu iliposhambulia mapafu yao yalikuwa bado yana nafasi kubwa na uwezo mzuri wa kustahimili kufanya shughuli yake pamoja na changamoto ya infection. Kwa hiyo mimi nitoe rai kwenu, Tanzania na dunia, bila magonjwa haya yasiyoambukiza, magonjwa ya kisasa ya mtindo wa maisha, tunaweza kushinda na kukabiliana nayo. Lakini inaanza na wewe na inaanza na mambo madogo. Sikia nikwambie, kula na diet ni jambo rahisi sana, ni kupeleka tu hivi, si ndio? Hata wanaofanya diet huwa wanakula, si ndio? Kula is enjoyable. Lakini shida inayowafanya watu wengi wabaki kwenye changamoto ni mazoezi. Mazoezi yanahitaji nidhamu, yanahitaji uvumilivu. Na wengi huwa hatuko tayari kulipa hii gharama. Lakini ninakuhakikishia utakapoanza itakugharimu kama wiki 3
lakini baada ya wiki 3 hayatakuwa magumu tena, yatakuwa rahisi kama ambavyo mimi nimekuonesha hapa. Nawatakia afya njema, mazoezi mema, na Mungu awabariki sana. Wangapi wanaahidi wataanza kufanya mazoezi? Mungu awabariki sana. Asante sana Dr. Daniel Magomele kwa kipindi kizuri cha afya. Natumaini ya kwamba utaanza kufanya mazoezi kama mimi ambavyo ninafanya mazoezi.